Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana siku ya leo, ambapo tuna somo zuri linalosema mkao wa maombi. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetuita tujifunze kwako. Unapokuwa mwalimu kwetu, tunaomba tujalie usikivu, tupate kuelewa sawa sana mapenzi yako. Tunamkumbuka huyu anayefuatilia, Baba, tunapoelewa na yeye apate uelewa huu sawa sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Mkao wa maombi. Mkao wa maombi. Unakumbuka shujaa wa maombi? Danieli mwaminifu, Lejani. Sasa turudi kwake tena. Tuangalie jinsi alivyokuwa akijiketisha katika maombi. 6 mstari wa 10, Danieli 6 mstari wa 10. 6:10 pale. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Sawa. Na madirisha katika chumba chake yakiwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Akasali. Akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Amina. Aliomba akiwa amesimama? Hapana, aliingia nyumbani, akapiga magoti, akaomba. Tutarudi. Lakini katika Biblia kuna mikao ya aina mbalimbali katika kuomba. Kwa mfano hatutasoma, lakini ilikuwa ni desturi ya kutoa Biblia katika wakati wa pili sura ya 20 mstari wa 5, 6, fungu la 13, hata Samueli wa kwanza 1 mstari wa 26. Tunaona watu wanasimama katika hali ya kusimama. Yaani wanaomba wakiwa katika hali ya kusimama. Lakini pia tuna mifano ya watu walioomba wakiwa wameketi katika Samueli 2 mstari wa 7-18. Tuna mifano ya watu walioomba wakiwa wameinamisha nyuso sakafuni, kifudifudi. Japo ilikuwa ni mara chache. Kwa mfano Wafalme wa kwanza sura ya 1 mstari wa 7. Haya, mkao wa kuomba. Piga magoti, tumeiona kwa Danieli. Kuna ya kusimama, ya kuanguka kifudifudi. Ina mchango gani katika maombi? Mkao una mchango gani katika maombi? Tunaomba kwa roho zetu, kwa vinywa vyetu. Sasa kusimama, kukaa, kupiga magoti kifudifudi ina mchango wote? Inayo. Kivipi? Inaleta utulivu. Unaweza ukawa una maongezi ya muda. Kama kwa mfano nina maongezi ya muda mrefu na wewe. Nitakwambia bana, hebu tukae hapa kidogo. Sawa. Nasema kwamba unahitaji muda, ni kidogo tu, haya tusimame hapa. Au kuna muda au tuna maongezi yanahusu nini? Tunaweza tukaongea tunatembea hivi. Kwa hiyo inategemeana na context. Sawa kabisa. Tunaongea kupitia vinywa, lakini pia kupitia mwili. Body. Au namna tunavyojiposition. Hata mtu tu jinsi ulivyokaa ukanipa bega hivi na shingo ikaenda hivi, inaonyesha huyu mtu amejielekeza kwenye maongezi. Kweli? Ni kweli. Mungu naye unatakiwa umshawishi kwamba huyu ananijiaje. Hii anavyonijia anaonyesha anatambua mimi ni nani, anathamini maongezi yenyewe. Unajua tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo kama ambavyo sisi tunavyochukuliana katika mikao hii, tuchukulie naye Mungu naye ni hivyo hivyo. Ndio unaweza kuomba ukiwa bafuni, sio kwa kupiga magoti. Unaweza kuwa katika shawa lakini unaomba. Tunasema kuomba bila kukoma. Nina uzoefu wa namna hii kwamba
kuna wakati mwingine niko hapo nyumbani, hata hapo chumbani, ninaomba nikiwa nimekaa. Lakini wakati mwingine nikisema niombe nikiwa nimekaa, nasikia kabisa rohoni, roho inasema piga magoti. Piga magoti. Ninatoka ninapiga magoti. Kuna mahali pengine nasema naomba nikiwa hapo kitandani, nimelala. Wakati mwingine nasema amka, unaamka. Wakati mwingine roho, yani unasikia ndani, toka kwenye kitanda. Na wakati mwingine baada ya kupiga magoti najikuta natembea hapo. Kwa hiyo mikao ipo, na Roho wa Mungu ndiye anayetupeleka kwa Mungu, ndio anayetusaidia kuomba. Kwa hiyo ni vizuri kumsikiliza na kwenda naye, usikariri mkao mmoja. Mikao ya maombi. Mikaje? Imekaa vizuri. Mikao ya maombi. Hapa japo kisomo nasema mkao wa maombi. Haupo mmoja, lakini kila ombi lina mkao wake. Kuomba kwa kupiga magoti. Wengine zamani hizo walikuwa anapiga magoti amefungua mikono juu, naye ilikuwa na nafasi yake. Vipi kufunga macho na kufungua macho? Kufunga macho na kufungua macho nayo ina nafasi yake. Maana unapokuwa katika maongezi na Mungu, pale ambapo hutaki yani vitu vingine kuingilia kati, unaweza ukafunga macho ili ubaki unaongea na Mungu. Lakini pale ambapo unaomba huku unatembea kama ulivyosema, unaacha macho, unafungua, kwa sababu sije ukajikua na kudondoka, kwa sababu tunaomba hata tunapotembea tuko njiani. Amen. Uwezi ukasema kwamba sasa naomba nifumbe macho, unaweza ukadondoka. Amen. Kwa hiyo mkao nilivyoelewa ni unaleta kujisalimisha na unyenyekevu. Kuna hata unapoongea, kwa mfano ulivyosema, unapoongea na mtu, hata kwa mfano baba, huwezi ukakaa ovyo, lazima ukae kwa utulivu, kwa unyenyekevu, kuonyesha kwamba upo tayari kumsikiliza. Kwa hiyo mkao unaongea. Ombeni bila kukoma. Lakini pia kuna mazingira ya kuomba na mkao. Hilo tunalichukua. Tunatafuta kuboresha mahusiano yetu na Mungu, na tunajifunza kutoka kwa mashujaa wa imani wa maombi. Wakina Danieli walipiga magoti, lakini kuna watu ambao hatujasoma, tumesoma tu mafungu, wengine walisimama, wengine walikaa nini, wote wanatufundisha namna ya kuomba kupitia mkao mbalimbali, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu atubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa unatufundisha kila siku, na hata leo umetufundisha namna tunavyoweza kukukaribia kupitia mkao mbalimbali inayowasilisha maombi, inayotunyenyekesha mbele zako. Tupe kuitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai, magoti yetu kama dhabihu iliyo hai, na kila tunachokileta kwako kikaweze kuwa ni cha kibali cha kukubalika mbele zako, na hivyo maombi yetu yakaweze kuwa ya urafiki, ya kukazia mahusiano yetu na kuyakuza, ili Baba, ushirika wewe wako na sisi ukaweze kuwa wa manufaa hapa duniani. Bariki mtumishi wako pia anapochukua mafundisho haya na anaponyenyekea hapo alipo, kaza miguu yake. Bariki, tulete tena kesho, kwani tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakushukuru maana Mungu amekujalia nafasi. Umechukua muda wako, umefuatilia, na tunaendelea kwa pamoja. Karibu sana. Siku ya kesho tuna somo zuri, somo linalosema Henoko alitembea na kuzungumza. Henoko yeye alitembea na kuzungumza. Karibu siku ya kesho, siku ya Jumanne,
tupate kuelewa ni jinsi gani Enoko alitembea na kuzungumza. Mimi Geoffrey Omondi, Enos Mwakalindile, unazidi kutupata kutoka hapa Temboni, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana. Amen.